إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ذوي المجد والكرامات أما بعد. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu Waislamu, ikiwa leo tuko ndani ya mwezi wa Shaaban 4, Shaaban tarehe 4 katika kalenda ya Kiislamu, tunataka kuzungumzia mwezi huu wa Shaaban ya kwamba baina al-ghafla wal-ihtimam. Mwezi huu wa Shaaban uko katikati baina ya watu kujisahau na kughafilika ndani ya mwezi huo, wal-ihtimami, na kuna wengine wapo kwenye ihtimam, bimaana na ufahamu ya kwamba wako ndani ya mwezi gani. Hii ndio maudhui yetu ya leo. Mwezi wa Shaaban upo kwa watu walioghafilika, na vile vile mwezi huu wa Shaaban upo kwa watu ambao wana mazingatio. Sasa hivi kuna watu wanapanga mambo mema matupu ndani ya mwezi huu ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ujio wa Ramadhani, na vile vile ndani ya mwezi huu kuna watu ambao tayari yale mema washayaanza kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kuna wale ambao ndani ya mwezi huu wa Shaaban wameghafilika, wanafikiria Ramadhani itakuwaje tu basi, na sio eti labda wanafikiria juu ya usomaji wa Qur'ani au juu ya ibada mbalimbali, anafikiria iftari tayari. Watu watafuturu nini siku ya kwanza, siku ya pili, tende zitatoka wapi? Wanafikiria mwenye kuchukua mkopo kwa ajili ya Ramadhani yupo tayari mbio kutayarisha mkopo, mwenye kufanya kutafuta leave, nafasi ya kazini ili asalie nyumbani, asiwe kazini ndani ya Ramadhani, tayari yuko mbioni kuangalia, mimi nikichukua tarehe hii mpaka hii nitakosa Idi nyumbani. Lakini je, salafu na saleh, wale wema wetu waliotangulia, akiwemo Mtume alayhi salatu wassalam na masahaba zake na waliofuata kwa wema, wao walikuwa wakiishi vipi ndani ya mwezi wa Shaabani mpaka Ramadhani? Sasa swali letu, limadha hadhihi almau'idha, kwa nini Ijumaa hii ya leo nibadilishe maudhui, tuchukue maudhui hii ya Shaaban baada ya silsila yetu ya mauti kutoka mwanzo? Tulizungumzia habari ya kifo na msafara wake mpaka shafaa, takriban khutuba 7 ambazo tulizungumzia, lakini leo nikaonelea maudhui hii tuikatishe kwa sababu ya mwezi huu wa Shaaban. Nimechagua maudhui hii kwa sababu 4. Sababu ya kwanza, libayani halu nabii sallallahu alaihi wasallama, tunataka kubainisha hali ya Mtume sallallahu alaihi wasallama fi shahri Shaaban, alivyokuwa akiishi ndani ya mwezi wa Shaaban, liqtidai bihi, ili nasi twende kumuiga. Nimestopisha maudhui ya mauti na mambo yake, nikaichukua maudhui ya Shaabani na mwezi huo na masiku yake, kwa sababu ya kwanza, kuja kuelezea na kuweka wazi namna Mtume alayhi salatu wassalam alivyoishi ndani ya mwezi wa Shaaban, nasi tupate fursa ya kumuiga Mtume alayhi salatu wassalam katika mwezi huo. Sababu ya pili, libayani sirru hadha alihtimam, nataka kubainisha
siri ya mazingatio ya mtume katika mwezi huu wa Shaaban, wa tahdhiri min alghafla, kisha tuonyane juu ya kughafilika katika mwezi huu. Sababu ya tatu, atadhkiri fadli al-amali salih, tukumbushane juu ya fadhila za matendo mema fi hadha shahri, katika mwezi huu wa Shaaban, wa annahu shahrun khitamu a'mali sana, na ya kwamba Shaabani ni mwezi ambao yanahitimishwa, yanakamilishwa matendo ya mwaka mzima. Zile ibada za kutoka baada ya Ramadhani tukaswali Eid mpaka leo ndani ya Shaabani zinakusanywa kwa pamoja. Vifurushi hivyo na mizigo hiyo inabebwa ndani ya mwezi huu wa Shaaban, haithu turfa'u ila Allahi ta'ala, inakusanywa ili ipelekwe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni sababu ya tatu. Sababu ya nne ya kuchagua maudhui hii ya Shaaban, bayanu ahamul a'mali mustahabbatun fi hadha ash-shahr, tubainishe matendo mema yanayopendeza zaidi kuyatekeleza ndani ya mwezi huu. Wal iqtidai bisalafi salih, kisha tuige wema waliotangulia. Wal husulu ala al-ajri wa thawab, ili tufikie kwenye malipo na thawabu. Sababu nne hizi ni kusudio khasa la maudhui yetu hii ya shahru Shaaban, baina al-ghafla wal ihtimami, ya kwamba mwezi wa Shaaban upo katikati ya mughafala. Kuna watu wamejisahau ndani ya mwezi huu, wanapumzika kujiandaa na Ramadhani peke yake, na kuna wengine wako kwenye ihtimam, tayari washaanza kasi ya ibada na matendo mema kabla Ramadhani kufika. Wao tayari washaanza, washajua ni misikiti mingapi atapeleka tende, washajua ni vipweto vingapi vya chakula atagawia watu, ashajua ni zaka ipi na ipi ameandaa kwa ajili ya fukarai wal masakini. Tayari kuna watu washapanga ni misikiti mingapi ataipaka rangi, tayari kuna watu washapanga ni tokeni ngapi atajaza kwenye misikiti. Lakini kuna mwingine hata jambo hilo halimo kwenye maarifa yake. Sasa tubainishe fadhila ya matendo mema ndani ya mwezi huu na namna waja wema waliotangulia walivyokuwa wakiishi ndani ya mwezi huu, na mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam namna alivyozingatia mwezi huu. Fa inna min adhimi ni'amillah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu moja kati ya neema kubwa za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ala ibadihi almu'minina at-ta'i'in, juu ya waja wake Allah waumini wenye kumtii, an hayya lahum asbab alfawz, miongoni mwa fadhila za Allah kwa waja wake waumini at-ta'i'ina, tena wenye kumtii Allah, wamemkubali Allah, wanamtii Allah. Miongoni mwa neema alizowapa ni kwamba Mwenyezi Mungu amewaandalia, amewatayarishia sababu za mafanikio. Yani Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa kwa waja wake waumini sababu ambazo watakuja zitekeleza duniani ili wapate kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watazawudu min alkhairi wal a'mali salihah, na akawaandalia zawadi mbalimbali na matendo mema ambayo waumini watatekeleza. Ndiyo Mtume alayhi salatu wassalam anamwambia mke wake Aisha ummul mu'minina, anamwambia nini? Akasema Mtume kumwambia mke wake, inna Allaha khalaqa aljanna, Mwenyezi Mungu aliumba pepo, wa khalaqa laha ahlaha, kisha Mwenyezi Mungu akaiumbia watu wake. Yani Mwenyezi Mungu aliandaa bustani ya janna. Baada ya kuitayarisha pepo, Mwenyezi Mungu akaumba na watu wa peponi. Kisha Mwenyezi Mungu alipowaumba watu wa peponi, akawatengenezea matendo ambayo
watakuja kuyatekeleza matendo hayo wapate kuingia hiyo janna. Kisha Mwenyezi Mungu akaumba na moto, mtume akimwambia Aisha, wa khalaqa laha ahlaha, kisha akaumba na watu wataingia huo moto. Wa hayya lahum, kisha Mwenyezi Mungu akawaandalia matendo na sababu mbalimbali ambazo kwamba watakuja kuzitekeleza waingie motoni. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu miongoni mwa neema zake kubwa ni kwamba alitayarisha kwa waja wake waumini sababu za mafanikio na kufikia radhi zake Allah, na akatayarisha zawadi mbalimbali na khairi na amali saliha, wa dhalika min khilali mawasimi takthuru fiha alkhairat walbarakat. Na jambo hili ni kwamba Mwenyezi Mungu ameumba pia nyakati na miezi na masiku ambayo zinakithiri khairi na baraka mbalimbali. Bimaana matendo mema ambayo yatatekelezwa ndani ya Shaaban hayapo sawa na matendo yatakayotekelezwa katika mwezi nje ya Shaaban. Matendo mema yatakayotekelezwa ndani ya Ramadhani hayawi sawa na matendo yanayotekelezwa nje ya Ramadhani. Mwenyezi Mungu ameandaa mawasim, nyakati, masiku, miezi ambayo kwamba ndani yake matendo mema yana malipo makubwa mno. Wayazdadu fiha darajat, kisha Mwenyezi Mungu akaweka masiku hayo na madakika hayo kwamba daraja zinakuwa pomoni, ofa zinaongezwa. Faqad rawa Tabarani, akaipokea hadith al-Imam Tabarani min hadithi Muhammad bin Muslimata al-Ansari. At-Tabarani kapokea hadithi ya Muhammad bin Muslima Ansari, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba mtume kashasema, inna li rabbikum azza wa jalla, mtume anatuambia sisi hakika ya mlezi wenu Allah mtukufu, fi ayami dahrikum, katika haya masiku ya mwaka wenu, nafahatun, kuna fursa za ofa. Kama vile ikifika Disemba, kila mwenye rununu anapata ujumbe wa ofa za simu, ofa za TV, ofa za friji, ofa mbalimbali zinatangazwa kwamba hayo maduka makubwa makubwa yanatoa bidhaa zote za zamani kwa bei reja ili waweke stoki mpya, vitu vipya. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naye katika masiku ya mwaka kuna masiku ya ofa. Mtume anasema, inna li rabbikum azza wa jalla fi ayami dahrikum nafahatun, hakika Mola wenu mlezi katika masiku ya kila mwaka au ya mwaka, nafahatun, ana nafasi za ofa ambazo mtume anatoa amri, fata'ridu laha, ebu zitafuteni, ziwindeni ofa hizo. Yani mu'min aziwinde zile ofa, azitafute nyakati hizo na masiku hayo. Ukiambiwa ni Shaabani ni mwezi ambao matendo mema na ajili kubwa, basi zingatia Shaabani yako vizuri. Ukiambiwa siku ya Ijumaa baada salatul asri kufikia maghribi kuna saa za ijaba, nyakati za kuitikiwa dua, zingatia wakati huo. Ukiambiwa kila baada ya salatul fajri, atakayebaki msikitini baada ya salatul fajri akasoma Qur'ani na adhkari na istighfari mbalimbali mpaka jua likachomoza, akasimama kasoma rakaa mbili, ni sawia na mtu aliyekwenda hija na umra iliyokamilika. Tunasema hivi, basi mu'min anatafuta wakati huo, akiswali fajiri yake anasoma Qur'ani mpaka jua linachomoza, anasimama na sura rakaa mbili, anapata ajri ya hija na umra. Mtume atuambia, fataridu laha, zitafuteni, ziwindeni hizo nafasi. Wako wapi waumini wa kutafuta nafasi hizo? Wako wapi waumini wa kutafuta fursa hizo? Wakati mtume anatuambia atakayefika msikitini mapema akasoma Qur'ani aya moja aya mbili ni sawia na mtu atakayepewa ngamia mmoja au wawili, wa thalathi min thalathi, na akisoma aya tatu ngamia watatu. Niambie, Ijumaa hii kabla ya khutba umesoma suratul Kahfi mzima,
Ni ngamia wangapi? Lao ingelikuwa sasa ni zizi la ngamia, hivi kungebakia mswahafu juu ya shelf pale kwamba watu hawasomi? Ingekuwa wakishasoma wale ngamia wanagawizwa hapa duniani. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Haijui nafsi kile ambacho kwamba kimefichwa kwenye pazia ya macho yake, haioni kinachopata. Malipo ni kwa bidii ya matendo ambayo mtu anafanya. Kwa hiyo tufanyeni saa hii, malipo tukayapate akhira. Ndugu zangu, Mtume asema fata'ridu laha, tafuteni hizo fursa, ziwindeni hizo nafasi. La'alla ahadakum, uenda mmoja wenu, antusibahu minha nafhatun, anaweza kwenye maisha yake kapata nafasi moja tu. Yani zile nafasi tafuta kila siku, lakini uenda mmoja wenu akabarikiwa kuipata nafasi hii moja katika zile nafasi. La yashqa ba'daha abadan, wallahi kapata mtu nafasi moja hawi muovu milele. Wanafikia ni mchezo hiyo? Yani ufanye bidii ya kuchunga na kutafuta zile nafasi za Allah ambazo amezileta duniani leo na ofa mbalimbali. Mtume anasema atakayewahi nafasi hii moja, yani ukapata Lailatul Qadri moja, ama ukapata kisomo cha alfajiri mpaka jua kuchomoza na ukaswali rakaa 2 zikakubalika, hija na umra, wallahi Allah, Mtume anasema hauwi muovu abadan. Huwezi kuwa muovu. Hebu angalia nafasi hizi zinapotea ngapi maishani mwetu. Ni jumaa ngapi baada ya salatul asri waislamu hawabaki msikitini kutafuta saatul ijaba? Wa ma dhalik naz'um annana salafiyuna. Pamoja na yote haya kwamba nafasi zote hatuzitafuti, kila mmoja anajipa kifua na ni salafi. Masalafi wa ukweli walikuwa kiswali asri siku ya Ijumaa hawageuki mpaka maghribi ifike, hawatoki msikitini. Upo msikiti unafanya hivyo? Yuko hata mmoja anabaki sini asri mpaka magharibi Ijumaa yupo. Sasa hawa salafi ngina nani? Mbona tuelewi? Mimi wanasema si salafi, mimi ni Muislamu. Kwa sababu yale ya masalafi masahaba na Mtume hatufanyi sisi. Hatufanyi. Sisi usalafi wetu sisalimie mtu. Upite Muislamu wako unaswali na yeye umsalimii, kwa sababu hajasema yeye ni salafi. Hajatangaza manhaji. Mpaka utangaze manhaji kama na vyama vya siasa mtangaze manhaji. Sasa manhaji ya wema waliotangulia ambao ndio wema kwa gumzo, walikuwa wao wakisali salatu la asri Ijumaa hawageuki. Bimaana kama kugeuka hageuka, anatoka msikitini huyu mpaka kubaila al-maghrib, anatafuta zile dakika za dua kuitikiwa. Kuna msikiti hapa Likoni au Mombasa wapo watu hao kwa mfika msikiti jamaa Qur'ani tu anazuga siku ya Ijumaa ile mpaka magharibi fike yuko. Ndugu zangu, sasa Mtume anasema inna li rabbikum, hakika kwa Mola wenu mlezi nyinyi watu, fi ayami daharikum, katika masiku ya kila mwaka wenu au miaka yenu, nafahatun, kuna spesi za nafasi bora duniani ambazo fata'ridu laha, wallahi tafuteni, fanyeni bidii kuzitafuta hizo nafasi. La'alla ahadakum, uenda mmoja wenu, antusibahu minha nafhatun, anaweza akaguswa na nafasi moja hizo milioni za nafasi, akapata moja tu. La yashqa ba'daha abadan, hawi muovu milele, hapati mashaka milele. Sasa sisi hebu tukae tufikirie, ni nafasi ngapi Allah ametuwekea ambazo si zinapotea? Moja ya nafasi ni mwezi wa Shaabani wote. Hii ni nafasi. Hadithi hii kaisahihisha Albani katika silsila as-sahiha, kwa sababu sisi siku hizi mpaka hadithi useme kasesha Albani ndio sahihi. Sasa hii hadithi na atafuta atakaoona hii khutba kwamba hadithi hii kaisahihisha Imam Albani katika as-silsila as-sahiha, na aende hadithi nambari 1890 ataipata hadithi hiyo.
sababu bila kutaja reference hizo tunaonekana wewe hujasoma. Tunawatajia. Wa min hadhihi almawasim, na miongoni mwa nyakati hizo bora ambazo sisi tuzidumishe, tuzichunge, allati yantadhiruha almu'min, ambazo anazisubiri nyakati hizo kila mu'min, wa yahtamu biha, kisha anazizingatia vizuri. Musim shahr Shaaban, ni huu msimu wa mwezi wa nini? Wa Shaaban. Huu mwezi ambao tuko nao leo tarehe 4. Kila muumini anausubiri mwezi huu kwa ajili ya kujiandaa na matendo mema mbalimbali. Shahrul Qurra'i, kwanza huu ni mwezi wa wasomi, wale ambao kwamba ni wasomi wa Qur'ani. Mwezi wao huu wafanye muraja mbalimbali kwa ajili ya tarawih, wafanye muraja mbalimbali kwa ajili ya kuelimisha umma, wale wadurusi wote. Saa hii kila mmoja anapekua hadithi sahihi ni ipi, dhaifu ni ipi, kila mmoja. Mwezi huu shahrun raf'ul amalu ila rabbil alamin, huu ni mwezi ambao matendo ya mwaka mzima yanarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Shahrul istidad liramadhani, kisha huu ni mwezi wa maandalizi ya Ramadhani. Inna dukhula shahra Shaabani, kule kuingia kwa mwezi huu ukapatikaniwa upo hai, upo mzima, unatembea ardhini. Na huwa musimu adhimin lana, akumbuke mu'min, huu ni musimu mzito kwetu sisi. Fihi waqafatun, ndani ya mwezi huu kuna visimamo mbalimbali muhimu bora. Nataamalu fiha, tunazingatia ndani yake hala nabii sallallahu alaihi wasallam, tunatazama na kudurusu ndani ya mwezi huu hali ya Mtume. Fanajidu annahu kana yatamu bihi, tukipitia zile hadithi tunapata Mtume mwezi huu alikuwa akiuzingatia sana. Tukipitia hadithi mbalimbali tunapata kwamba Mtume ndani ya Shaaban ni mwezi aliokuwa akiupa kipaumbele, akiutazama kwa macho mbali sana, bighairihi, kulikoni miezi mingine. Faqad rawa Ahmad wa Nasa'i an Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, kaipokea hadithi al-Imam Ahmad na Imam Nasa'i kutoka kwa sahaba Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Qal, anasema sahaba huyu, qultu, Usama anasema nilisema mimi, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah. Usama bin Zaid anawaelezea Waislamu wakati wake kwamba mimi nilisema kumuuliza Mtume, lima araka tasumu shahran, mbona ninakuona unafunga mwezi, mbona ninakuona unafunga mwezi, min shuhuri ma tasumi Shaaban, yani ninakuona unafunga ndani ya miezi yote, lakini mwezi huu wa Shaaban unafunga sana kuliko miezi mingine. Mbona huu mwezi wa Shaaban umekithirisha kufunga zaidi? Qala, tunakasema kumwambia Usama bin Zaid, nini? Dhalika shahrun, nafanya hivyo kwa sababu Shaabani ni mwezi ambao yaghfalu nasu anhu, watu wengi wamejisahau, wameghafilika ndani ya mwezi huo. Baina Rajab wa Ramadhani, na huu ni mwezi upo katikati ya Rajab na Ramadhani. Kwa hiyo mwezi huu watu wengi wameghafilika, ndipo samie nimesikilizia kufunga kisawasawa. Wa huwa shahrun turfa'u fihi al-amalu ila rabbil alamin, Mtume akamwambia Usama bin Zaid, huu mwezi ni mwezi ambao matendo yanachukuliwa yanapelekwa kwa Allah, mlezi wa walimwengu wote. Fa uhibbu, na mimi ninapenda, an yurfa amali, matendo yangu ya kusanywa yapeleke kwa Allah, wa ana saimun, hali ya kwa mimi nimefunga. Huu mwezi huu mimi nakithirisha saumu kwa sababu dhamira yangu si maneno mashuhuri haya. Hadithi ya Mtume kaipokea Imam Ahmad na Imam Nasa'i kutoka kwa Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Usama anasema nilisema mimi, ya Rasulullah, Mtume wa Allah, lima araka tasumu, mbona ninakuona unafunga sana wewe ndani ya Shaaban. Mtume kampatia sababu, miongoni mwa sababu ya kwanza kamwambia, huu ni mwezi ambao yaghfalu nasu anhu, watu wengi wamejisahau ndani mwezi huu, wameghafilika sana. Sababu ya pili, Mtume akamwambia shahrun
turfau fihi al-a'malu ila rabbil alamin, ni mwezi ambao matendo yanakusanywa yanarejeshwa kwa Allah. Sababu ya tatu tukamwambia, fa uhibbu an yurfa amali, na mimi nataka matendo yangu yarejeshwe kwa Allah. Wa ana saimun, hali ya kuamia nimefanya nini? Nimefunga. Fa innal a'mala salihah, kisha Mtume katoa sababu kumwambia sahaba wake, kwa sababu matendo mema turfau ila Allah azza wa jalla, yanarejeshwa yananyanyuliwa kuregeshwa kwa Allah. Wa dhalika qauluhu ta'ala, nayo ni kauli yake Allah aliposema, ilayhi yas'adu al-kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u, kwake ya Allah yanapanda maneno mazuri matamu, vinaregeshwa vitendo vizuri vitamu, na matendo mema yote yanaregeshwa kwake ndani ya Shaaban. Suratu Fatir. Ndugu zangu Waislamu, huo ndio mwezi wa Shaaban ambao Mtume alionekana akiufunga sana, na sababu ya kufunga Shaaban sana ni kwa sababu ni mwezi ambao matendo yote ya mwaka mzima yanakusanywa kurejeshwa kwa Allah. Sababu ya pili ni kwa sababu watu wengi wameghafilika ndani ya mwezi huo. Sababu ya tatu, Mtume anamwambia, na mimi ninapenda kwamba matendo yangu yakusanywe yarejeshwe kwa Allah, mimi nimefunga wakati huo. Yani ibada zinapanda mbingu, zinakwenda mpaka kwa Allah, lakini zinanikuta mimi ninafunga. Je, wapo waliofunga ndani ya Shaaban kutoka mosi mpaka leo tuko 4? Yupo aliyekuwa na dhamira ya saumu? Yupo ambaye ashaanza usomaji wa Qur'an kwa taratibu kwamba Shaabani ikigonga mwisho ameshamaliza Qur'ani moja? Yupo? Ndugu zangu, Shaaban ni mwezi wa ghafla wal ihtimam. Kuna watu wameghafilika ndani ya mwezi huu, na kuna watu wamebeba mazingatio makubwa ndani ya mwezi huu, tayari washaanza kasi ya ibada na matendo mema, karihul mursala, kama mfano wa upepo mkali. Yani kuna mtu saa hii ashikiki juu ya ibada. Wallahu almu'in walmusaddiq. Hamdan yuwafi na'imahu wa yukafi'u mazida, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, ahibai alkiram, katika khutba yetu ya pili, na la kuzingatiwa ni kwamba leo tuko tarehe 4 ndani ya mwezi wa Shaaban. Kwa hiyo kila mmoja awe na ihtimam, atoke kwenye mughafala aliokuwa nao, aweze kushikilizia matendo mema kumridhisha Allah tabaraka wa taala, kwa sababu wengi katika watu yahtamuna bi shahr Ramadhan, vichwa vyao tayari visharuka Shaabani, vinafikiria Ramadhani. Ramadhani lini? Ramadhani lini? Ramadhani lini? Lakini fursa njema hapa zinapita. Amesahau kwamba amali zake ndio zinakusanywa ndani ya huu mwezi, wakati wote zinarudi kwa nani? Kwa Allah, lakini zinaenda huko hali mbaya sana, zimekosa support. Anatakiwa Muislamu yeye ameshaanza kufunga, anatakiwa Muislamu ashaanza usomaji wa Qur'an, anatakiwa Muislamu tayari kashasimama ashaanza kutoa sadakati mbalimbali, ili matendo yake yakusanywe yafike kwa Allah kwa hali nzuri. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik Allahumma ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
yaidhukum la'allakum tadhakkarun fadhkuruhu yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.